Nichukue fursa hii tena kukusalimu kwa jina la Yesu. Niseme kuwepo kwetu leo tunaweza kutamka maneno mengi au tukaelezea kwa maneno mengi, lakini neno moja tu ni kwamba hata sasa Bwana ni Ebeneza. Baada yetu ni nzuri na tayari mchungaji ametuhudumia kwa neno zuri asubuhi ya leo ambalo linatuelekeza kutuhimiza katika ustadi uimara wa kuomba. Na kila wakati tunapoona Roho Mtakatifu anarudi mule anasisitiza tena na tena juu ya maombi, ni kwa sababu ya umuhimu wa jambo ambalo Roho wa Mungu analizungumza. Kwa hiyo usichoke kulisikia, kwa sababu kila utakapolisikia inawezekana Roho wa Mungu akazungumza aidha kitu kile kile lakini akaachilia kitu kingine kipya. Kama unaamini hebu sema amen. Na utaona kwa mtiririko wa takriban hizi siku 90 msisitizo umekuwa katika maombi. Kwa hiyo ninaamini tutamaliza na utukufu mkubwa kuliko ule tulioanza nao kwa jina la Yesu. Kama wewe ni mmoja wanaoamini hivyo, unaweza kumwambia Mungu amen. Wewe umalize kwa utukufu zaidi ule tulioanza nao kwa jina la Yesu. Ami napenda kushirikisha maneno ya Mungu kwa ufupi sana, kwa sababu Roho Mungu bado anasisitiza juu ya maombi. Tutazungumza kwa kifupi sana juu ya maisha ya maombi. Katika somo la asubuhi mchungaji amekuelekeza kwamba sasa ni vizuri uende katika hatua ya kibinafsi, uchukue haya tuliomba kama kusanyiko, kama kanisa, sasa yapeleke katika level ya maombi binafsi. Na mimi nataka kuzungumza kwa msaada wa Roho Mtakatifu juu ya umuhimu wa maisha ya maombi, lakini specifically nitaenda katika kipengele cha maombi kama mazungumzo na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tofauti kati ya kuomba na tofauti kati ya kuomba na kuzungumza na Mungu. Nirudie tena au niongee kwa maneno rahisi ambayo tutaelewana kwa Kiswahili rahisi. Tutazungumza kwa ufupi sana. Tafadhali ruhusu Mungu ajenge zaidi kile ambacho umeshafundishwa, endelee kusababisha ufanisi wa kile ambacho utakuwa ukiomba katika maombi yako binafsi. Kuna tofauti kati ya kumzungumzisha Mungu na kuzungumza na Mungu. Kwa kupanua zaidi dhana hiyo, there's a difference of talking to God and talking with God. Kuna level tunaomba tunamzungumzisha Mungu, we talk to God. Lakini kuna level inafika tunazungumza na Mungu, we talk with God kwenye maombi. Na ziko watu wachache, ukisoma pamoja na mimi andiko tunalifahamu sana, wengine wanaweza ukalikariri hata bila kulisoma, na hii mimi naita namba ya simu ya Mungu, yani 333 Yeremia 33 na mstari wa 3. Wale wanaosoma Biblia wanajua, naweza tukakariri au tukanukuu hata bila kusoma. Biblia inasema niite nami nitakuitika. Malizia. Magumu usiyoyajua. Okay. Anasema niite. Nataka nizungumze au nisome hili kwa lugha ya Kiingereza ili njenge katika somo fupi ambalo tunatengeneza mwendelezo wa ufanisi katika maombi binafsi. Anasema call unto me. Hebu sema call unto me. Okay. Kwa lugha nyingine anasema nipigie simu. Kama tunaelewa anasema amen. Anasema nipigie simu. Unasema nikupigie video call au nikupigie voice call. Hajasema send me a voice note, anasema call me. Naomba nirudie tena. Wale ambao wanafahamu teknolojia sasa hivi imeongezeka, unaweza kumpigia mtu au kumtumia ujumbe wa sauti. Hajasema nitumie ujumbe wa sauti, amesema niite, nipigie.
Nataka kukaa hapo kidogo kwa sababu ndipo kwenye shina na mzizi wa kile ambacho Roho Mungu anataka kuzungumzisha au kutusemesha au kufundisha siku ya leo. Kuna wakati tunaomba kwa staili ya kumtumia Mungu ujumbe wa maneno au ujumbe wa sauti, niseme hivyo, ujumbe wa sauti. Kuna wakati tunamtumia Mungu voice note. We don't call him, we send him a voice note. Baba, kwa jina la Yesu nashukuru kwa sababu umesema nisumbukie, mtakula nini au mtakunywa nini, nategemea leo utanilisha, amen. Unaondoka. Lakini ukiwa unafuata kile Mungu amesema, anasema nipigie, maana yake piga alafu nipokee. Nikipokea anza kuzungumza na mimi, alafu na mimi nitazungumza na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zamani teknolojia ya zamani kabla ya sasa hivi, maana WhatsApp na mitandao mingine au program zingine zinatoa nafasi hiyo. Zamani kwa ukimpigia mtu simu hapatikani, wengine walikuwa wameweka voice call, anasema mteja unayempigia kwa sasa hapatikani, tafadhali muachie ujumbe wa sauti baada ya sauti ifuatayo. Nasikia naanza alo. Nataka kukumbusha leo ndio ile siku ilikuwa umeahidi unipe hela. Asante, namaliza. Hujajua atapokea saa ngapi, ataupata ujumbe saa ngapi na lini atakujibu. So Mungu hasemi nitumie ujumbe wa sauti, anasema nipigie. Hebu mwambie jirani yako mpigie Mungu. Hasemi send me a voice note, anasema call unto me. Niite. Okay? Sasa hizi ni hatua tatu ambazo ni muhimu sana. Na kama sijakupa hizo hatua tatu za maombi kama mazungumzo na Mungu, sio maombi ya kumzungumzisha Mungu au kumsemesha Mungu. Unajua kuna wakati tunasema mimi na yule tumekosana siku hizi, atuongea tusemeshane, ila anajaribu kumsemesha, naona anakaa kimya. Hatuendi kwa namna ya kumsemesha Mungu, tunataka kwenda kwa namna ya kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hujawahi kupita sehemu au unatembea sehemu alafu ukaona kama mtu anazungumza, lakini wewe anazungumza na wewe au nani akwambia unanisemesha? Maana hauna uhakika anazungumza na wewe ama anazungumza na mtu mwingine, au utasikia umeniita, umenisemesha, ambaye sijakusemesha. Hatupaswi kumwendea Mungu kwa staili kama hiyo. Wakati tunahimizwa sasa kwenda katika level ya maombi binafsi. Namshukuru Mungu kwa ajili ya maombi ya asubuhi, na haya ukiyaweka katika vitendo kaendelea kuyaomba, usiishie hapa. Mimi naamini utarudi na ushuhuda kwa jina la Yesu. Lakini ni lazima sasa uende katika level ambayo inakupeleka wewe na Mungu binafsi mnaanza kuzungumza. Usimzungumzishe Mungu kama hajakuitikia bado mkaanza kuzungumza. Kwa hiyo nitaka kuweka msingi hapo kwamba Mungu anasema nipigie simu nami nitakujibu, tutazungumza, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Yesu asifiwe. Nataka kuletea hatua tatu muhimu au mambo matatu muhimu, lakini kabla hayo nataka kukupa vidokezo vya msingi sana, kwamba ili maombi yawe na ufanisi lazima uwe na maarifa katika kuomba kwako. Ili maombi binafsi, tunapoongozwa hapa lazima uombe, kwa sababu sasa tuko kwenye maombi ya pamoja. Lakini kwa nini wengine wanashindwa kuomba wakiwa peke yao? Ni kwa sababu bado hawajaelewa dhana ya maombi kama mazungumzo na Mungu na vipengele vinavyohusishwa katika maombi. Unasikia mtu anakuambia nilikuwa katika maombi masaa 6 na Mungu akinisemesha, masaa 8 na Mungu akinisemesha, na mwingine anasema hiyo haiwezekani, dakika 5 mimi kuzimaliza sina tena cha kumweleza Mungu. Na mimi leo utajifunza na utaweza, utapokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maarifa ni muhimu. Usipokuwa na maarifa katika kuomba, unaweza usiweze kuomba kwa ufanisi. Na maarifa ni muhimu sana. Maana Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sio kwa sababu shetani ni mjanja wana nguvu, kuna maarifa yanapungua. Namshukuru Mungu kwa sababu amekusudia kutupa maarifa katika kila jambo. Kama neno lako linavyosema, yafahamu sana hayo nisemayo, kwa sababu Bwana atakupa akili katika mambo yote. Alipaswa kuacha andiko hili kuwa ni andiko. Hebu sema ninapokea akili
katika mambo yote kwa jina la Yesu. Iwe kwako kama ulivyosema. Na wewe ambaye bado unashangaa usishangae tena kwa jina la Yesu. Kwa hiyo maarifa ni muhimu. Nilipokuwa nasoma habari ya wanawali wa 10, wale 5 wenye busara na wale 5 ambao walifungiwa nje ya harusi, wote walikuwa wamealikwa harusini. Lakini wale 5 walipungukiwa maarifa, hawakujua namna ya kujiandaa. Sio kwa sababu walikuwa na dhambi, walifungiwa nje kwa sababu ya kukosa maarifa. Wewe hautakuwa miongoni mwa hao kwa jina la Yesu. Kwa hiyo iko gharama ya kulipa katika maombi yenye ufanisi. Na nikutie wingu, nikutie changamoto uweze kulipa gharama hii. Nikupe mfano mzuri. Wote mnaweza kuwa wana Mungu. Wote mnaweza kuwa mmepanda treni ile ile au ndege ile ile. Kama umewahi kupanda ndege, Mungu akubariki. Hujawahi, usijali. Lakini naamini umewahi kupanda treni. Hujawahi kupanda treni, umewahi kupanda meli. Katika chombo kimoja huwa kuna classes, madaraja. Hebu sema madaraja. Nasikia kuna daraja la kwanza, daraja la pili na daraja la 3. Unajua vizuri. Wote mnaweza kusafiri kwenye meli ile ile, lakini madaraja mnayosafiri nayo kila mmoja kuna namna raha anayopata. Mazingira mazuri aliyonayo sio kila mmoja alionayo kwenye chombo kile kile. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Ukipanda first class ya meli, second class ya meli na third class, wale ambao wanafahamu vizuri, kama ulikuwa unapanda meli hapa, wale daraja la 3 ulikuwa unaweka kule karibu na maji kule chini. Yaani meli hata ikianza kuzama, uone uhakika wanaanza kufa ni wale wa third class kule chini. Na ni papaya pameweka mafumu tu, unakaa kwenye mafumu. Ukikaa hivi unasikia mbao umekuumiza mlinga, unageuka kidogo mpaka mnafika Urumba asubuhi. Hiyo inaitwa third class. Halafu ukichungulia pale kwenye meli kuna yale madirisha ya duara, hasa meli ya MV Victoria, unaona maji yanapita pale. Yako yani kwa ndani ya maji. Ukienda first class, wa first class anatoka kidogo na kibaraza, anaangalia, anaona maji yale, anaona view nzuri. Wewe usione hata view. Hakuna madirisha kule. Kazi kizima ni giza kama kuzimu. Mungu akupe kuwa daraja la kwanza kwa jina la Yesu. Lakini siri ni hii, wote mnasafiri kwenye chombo kimoja. Classes zinategemea na kila mtu amelipa gharama gani. Aliyelipa gharama kubwa anakaa first class. Aliyelipa gharama ndogo utakuta third class. Wewe miongoni mwa first class kwa jina la Yesu. Lakini first class katika maisha ya wokovu lazima uipate kwa kulipa gharama kwenye maombi. Kama unanielewa sema amen. Ukikwepa gharama ya kulipa kwenye maombi utakaa third class. Utakaa daraja la chini isiyokuwa kwa hivyo kwa jina la Yesu. Unaepuka kulipa gharama ya maombi, unajipangia daraja la 3 mwenyewe bila kujua. Ukiwakuta watu wako first class usinani Mungu anapendelea ni kwa sababu wamelipa gharama. Kama jirani yako wamelipa gharama. So anytime unakwepa gharama, una-damage, unaumiza maisha yako mwenyewe. Kila wakati unakuwa mvivu kumwomba Mungu, hakuna anayemkomoa. Unajionea wewe mwenyewe, unajidhulumu wewe mwenyewe haki zako katika Kristo. First class hakuendi kwa upendeleo mpendwa. First class hakuendi kwa kuangalia sura. First class hakuendi kwa kuangalia makabila. Unaenda kwa kadri ya bei ya tiketi uliyonunua. Mwambie jirani yako, lipa gharama ya daraja la kwanza. Mwambie tena, lipa gharama ya daraja la kwanza. Kwenye ndege huwa kuna first, second class, kuna economic class na business class. Huwa zinaitwa hivyo, hazihitaji daraja kwanza bila tatu. Kuna wanaitwa daraja la economy class, ni wale wachumi wale wabahili, inaitwa economy class. Ndio utawakuta wote huko. Halafu unavuka kidogo ndege imekata hivi, unaingia kambango kanafunguka, hapo kidogo kule kanajifunga kenyewe, unakutana business class. Viti vyao ni vikubwa. Anaweza akajinyosha kalala. Ana screen pale ya kuangalia. Usiku kama ni baridi anapewa na blanketi. Nyinyi wa economic class mtaenda kama mlivyoingia. Mtaishi kwa nguvu zenu wenyewe. Ukitoka hapo naenda Dar es Salaam, unasema tukaje sijapanda ndege na hata mambo ya ndege. Ukitoka hapo naenda Dar es Salaam, unaweza kaenda kwa nauli ya 50, ukaenda kwa 80, ukaenda kwa 120. Lakini wewe na hakika aliyepanda basi la 120 hahitaji kushinda bara njiani.
tunaweza simama tushinde dawa. Haipo kushinda dawa kwa sababu shoki ndani. Sasa wewe ukitaka kwenda zile za 60 na kushinda dawa ukakutana na na nyoka amekuma huko, tujue mwenyewe ni kwa sababu gharama uliyolipa. Mwambie jirani yako uwe tayari kulipa gharama kubwa ili ukae daraja la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena Yesu asifiwe. Tuko katika wokovu wote mmoja, wote naona Mungu, lakini tuna madaraja tofauti kutokana na kila mtu na gharama aliyokulipa. Gharama unayopaswa kuilipa ni pamoja na kuacha usingizi, ni pamoja na kukaa na Mungu kila wakati. Kuna vitu tunavi-entertain. Unaweza kujikuta sasa hivi umepangusha simu 24/7. Achana na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Katika hichi kipindi cha wiki moja kabla ya uchaguzi na wiki moja baada ya uchaguzi, mambo ya habari yamekuwa muhimu sana. Mpaka nikafika sehemu nikamwambia Mungu, sasa hapana, hata kama tunafuatilia kwa nguvu hizi taarifa, nitahakikisha asubuhi kabla sijaangalia simu ya hiyo jiri, kwanza nitakuwa na wewe, nitasikiliza unasemaje, alafu ndio nitaanza kufuatilia mengine. Kwa sababu unaweza kujikuta umeamka tu, ile mela usiku wa leo kimewaka. Sasa hata kama hujamwambia Mungu asante, Mungu 1 2 3 ukasikia Mungu umeshasikia kimewaka. Na sasa hivi watu wako makini kidogo tu, sasa hivi kinawaka. Jana usiku nimeangalia tu, nimemaliza kumwomba Mungu na kujifunza maneno ya Mungu, naangalia saa 6 usiku, sasa hivi kinawaka Mererani. Sasa ulimwengu uko busy, so lazima ujenge discipline. Nilishosoma siku ya leo kwamba ni lazima nisikie kwa Mungu kwanza kabla sijasikia kwa mtu mwingine siku inapoanza. Hilo ni lingine. Nazungumza maombi kama mazungumzo na Mungu. Natakupa vigezo vitatu alafu nitamaliza. Kama uko tayari usema amen. Imani yako haijatosha, haijamfurahisha Mungu, unaweza kusema amen nzuri zaidi. Amen. Number 1. Katika maombi ambayo yanatengeneza mazungumzo na Mungu. Kumbuka mazungumzo na Mungu ndio level ya juu zaidi ya maombi. Sio kufunga, kufunga sio vibaya. Funga sana kama unaweza. Lakini maarifa haya ujue pia kwamba ukienda katika level ya kuzungumza na Mungu, hiyo ni level nyingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ni level ambayo unaweza usiende na orodha ya maombi. Ni level ambayo unakwenda unajiandaa, sio kwamba unajua yote. Umejiandaa kumhoji Mungu mambo. Bwana Yesu asifiwe. Actually Mungu anapenda tuzungumze naye kwa sababu mahusiano yetu na Mungu yamejengwa katika upendo. It's very important tuzungumze na Mungu. Don't send God a voice message. Usimtumie Mungu ujumbe wa sauti. Hakikisha umepokea, zungumza naye. Mwambie Mungu umesema nikuite. Kiingereza wanasema call unto me. So I'm calling you, please speak. Unapokuwa na jambo la muhimu sana la kuongea na mtu, unampigia simu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo sasa sio leo unamtumia message, unampigia simu hapa, please speak the call. Na ukiona apokea unamwambia please speak. Alafu unapiga tena, anapokea message. Hapo sawa. Hichi ninachotaka kuongea na wewe sio cha kutext, sio cha kutuma voice note. Hichi nataka tuzungumze. Bwana Yesu asifiwe. So anytime unaenda za Mungu naambia God please speak, anajua this is important. Hakuna namna sasa ya kusubiri, na ndio nimesema niite, nipigie nami nitakuitika. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Mtu yote unayempenda unapenda kuzungumza naye kila wakati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua mahusiano ya mtu na mtu, angalia jinsi wanaongea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Msichana ambaye leo nimemuoa, zawadi ya kwanza nilinunulia ni simu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule tu zimeingia, zawadi ya kwanza kwa sababu ya upendo ilikuwa ni simu, ili niwasiliane na yeye. Siniulize ni msichana gani, hiyo sikwambii sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kama unamjua utamuuliza baadaye, mchungaji hapana danganya au anashikia kweli. Halafu vikatokea vya kutokea, sijui ile simu ikaibiwa, sijui ikawaje, ikamrudia ingine. Ama haiwezekani tusizungumze. Imeibiwa sawa, imeharibika sawa, anajua mwenyewe iliibiwa, iliharibika, ikanunua ingine. Ama lazima tuwe tunazungumza.
Mungu wetu ni zaidi ya hayo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu kila siku huwa anamtumiaga Mungu message, anamtumia Mungu voice note, mwambie badilisha mahusiano yako na Mungu. Call him. Pigie simu. Na haya nakupa hatua 3 hizi zinakupa maombi yako kuwa mazungumzo. Ni njia za kumpigia Mungu simu. Bwana Yesu asifiwe. Namna gani inafanya maombi yangu kuwa mazungumzo? Namba 1. Hakikisha katika mazungumzo. Unaposikia mtu akisema nilikuwa na maombi ya siku 3. Sijaondoka mbele za Mungu masaa 6, 7, 8. Usidhania alikuwa anamuongelesha tu Mungu. Unajua tunafikiria maombi pekee yake ni sisi kuzungumza. Kata. Sasa hii inakuwa ni fujo mbele za Mungu. Kwa sababu kuna wakati wa kusikiliza anasemaje. Yaani tangu ni sasa na mtu anakupigia. Halo, yaani hakusalimii, hakuulizi vipi. Halo. Hii ndio siku linaidi ile hela, tunakumbuka ndio tarehe imefika. Haya. Kwanza anapokata anakuacha kwenye mudi ya ajabu. Huyu mtu ana shida gani? Au inawezekana si kwamba anataka kitu limwahidi, anakupigia kufahamisha. Halo, mimi ndio huko, mimi ndio tayari. Yule mtu anakuambia alishakuja huko, ameanza kunisumbua na nipeleka polisi sasa hivi. Kama hizi. Hakikisha unakuwa na mazungumzo na Mungu. Na hii ni hatua ya kwanza. Katika maombi, hakikisha unajifunza neno. Word study. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema umetenga muda wa maombi, hakikisha kitu cha kwanza unajifunza neno la Mungu. Maombi yanatengenezwa na hiyo nguzo nyingine moja muhimu sana. Ukiniambia umekuwa na masaa 2 ya kuomba mpendwa, hakuna namna Mungu amezungumza na wewe kupitia neno lake. That was not a complete prayer. Achana na hiyo ya maombi ya jumla hapa. Hapa tunakuja mtumishi wa Mungu aweza kutupa neno tunaomba. Tunakuja for that purpose. Naongelea maombi, maisha ya maombi binafsi. Bwana Yesu asifiwe. This is personal. Uko mwenyewe hapo kanisani. Hapa tunakuja muda mfupi sana, masaa 2 matatu baadaye tunaisha. Lazima tuende na muda kwa kiwango cha juu. Hatuwezi kwa namna yote kutumia hapa siku nzima. Hiyo ni ngumu. Lakini naongea unapokuwa na muda wako mwenyewe na maombi. Usianze tu umefika tu. Bwana Yesu, kama nilivyosema, asante sana kwa ile gari, lakini naomba unipe na hela maintenance. Mpendwa, hebu tulia kidogo. Jifunze neno la Mungu. Chukua notebook yako. Kama ulirekodi, rudia mahubiri yaliyofundishwa ile wiki au Jumapili kanisani. Sikiliza neno tena. Na kuhakikisha hivi, haya ambayo umesikia mchungaji akifundisha hapa, kama ungekuwa umerekodi ukaenda kusikiliza tena nyumbani, kuna kitu kingine. Hello. Kama unafikiria umemaliza umejifunza yote, Biblia inasema Bwana alizungumza mara moja nikasikia mara 7. The same thing, jaribu. Rekodi kitu, sikia hapa, afurudi ukasikiza nyumbani. Unashangaa kwamba hii point mbona kama ilimpita. Mbona hata kama sikisikia vizuri. Unasikia tena kwa upya. Ndio maana Biblia inasema Bwana alizungumza mara moja nikasikia mara 7. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha unapata muda wa kujifunza neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu, ukishajifunza neno la Mungu, sio kusoma neno la Mungu. Hiki Roho wa Mungu ananikumbusha. Kuna tofauti ya kusoma neno la Mungu na kujifunza neno la Mungu. Sio kusoma, usisome neno mpendwa. Jifunze neno. Kiingereza word study, not reading the word. Sio ni kwa umetulia na Mungu leo unasoma kitabu chote cha Mwanzo. Hiyo fanya mazoezi, mazoezi yako mengine nzuri, lakini tunasema kujifunza neno. Ulishasikiaga wakati pale tukiwa darasa la 7 tunasoma risala yetu ya kumaliza kwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, risala hii imeandikwa na wahitimu wa kidato cha 7.